Roho Mtakatifu ameachilia neno hili ndani ya moyo wangu. Mwaka 2026 utakuwa ni mwaka wa kuona wema wa Bwana. Kwa kama unaandika, andika mwaka 2026 ni mwaka wa kuona wema wa Bwana. Mwaka 2026 ni mwaka wa kuona wema wa Bwana. Narudia tena na tena na tena na tena na tena na tena. Mwaka wa 2026 ni mwaka wa kuona wema wa Bwana. Mwaka wa 2026 ni mwaka wa kuona wema wa Bwana. Kuona wema wa Bwana katika maeneo gani? Kuona wema wa Bwana katika kila eneo la maisha yako. Kuona wema wa Bwana katika maisha yako rohoni. Kuona wema wa Bwana katika ndoa yako. Kuona wema wa Bwana katika afya yako. Kuona wema wa Bwana katika kazi zako. Kuona wema wa Bwana katika uchumi wako. Kuona wema wa Bwana katika uzao wa tumbo lako. Kuona wema wa Bwana katika biashara zako. Kuona wema wa Bwana katika jambo unafanya kilimo. Utaona wema wa Bwana katika kila eneo la maisha yako. Ni mwaka ambao wema wa Bwana utafunuliwa kwenye maisha ya watu kwa namna ambavyo isiyokuwa ya kawaida. Narudia tena. Mwaka 2026 ni mwaka ambao wema wa Bwana utajifunua katika maisha ya watu kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Narudia tena na tena na tena, ili usije ukasahau jambo hili. Katika mwaka 2026 nini kinatokea? Tumesema mwaka 2026 utakuwa ni mwaka wa kuona wema wa Bwana. Ni mwaka wa kuona wema wa Bwana. Na katika mwaka huo nini kinatokea? Katika mwaka huo wema wa Bwana utajifunua katika maisha ya watu isivyokuwa kawaida. Watu watauona wema wa Bwana katika kila eneo la maisha yao. Huyu ataona wema wa Bwana kwenye ndoa yake. Huyu ataona wema wa Bwana kwenye uzao wa tumbo. Miaka iliyopita ameomba juu ya uzao wa tumbo lake, lakini katika mwaka 2026 atashangaa wema wa Bwana umejifunua katika uzao wa tumbo lake. Umekutana na changamoto katika miaka iliyopita juu kwenye biashara yako na kadhalika. Mwaka 2026 nini kitatokea? Wema wa Bwana utajifunua katika kila eneo la maisha yako. Wema wa Bwana utajifunua katika kila eneo la maisha yako. Sasa ngoja nikuonyeshe mstari ambao tutakaosimamia katika mwaka mpya. Mstari ambao tutakaotembea nao katika mwaka mpya wa 2026. Kwa hiyo kusomee nikuonyeshe mstari ambao tutakaotembea nao katika mwaka wa 2026. Mstari wetu wa mwaka wa 2026 ambao tutatembea nao mwaka mzima unatoka katika kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi. Kwa kuonyeshe mstari ambao tutakaotembea nao katika mwaka huu wa 2026, mwaka wetu mpya. Tazama katika kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 13, neno la Bwana linasema, naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Tazama Biblia inachosema, naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Kwa hiyo mwaka wa 2026 wote, kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12, tembea na neno hili ukijiambia, naamini ya kuwa, naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Utatamka namna hiyo mwaka mzima huu, kuanzia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4, mwezi wa 5, wa 6, wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, mwezi wa 11, mwezi wa 12. Tembea na neno hilo. Sema, hakika ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Tamka namna hiyo tena na tena na tena. Katika nchi uliopo,
iwe upo Tanzania, iwe upo Kenya, uwe upo Uganda, uwe upo Sudan, Somalia, Rwanda, Burundi, upo nchi yoyote ambao upo, Uingereza, Oman, Saudi Arabia, sehemu yote ambao upo, tembea na neno hili ambalo Bwana ameachilia kwetu juu ya mwaka wa 2026. Mstari ambao tutakao tembea na mwaka mzima ni unatoka katika Zaburi ya 27 mstari wa 13. Bwana anasemaje? Neno la Bwana linasema, ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya Tanzania. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya Kenya. Ninaamini ya kuwa, ambaye uko Uganda, ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya Uganda. Ule Uingereza, tamka namna hiyo tena na tena. Rudia tena na tena na tena. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi hii ya Uingereza. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi hii ya Marekani. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi hii ya Canada. Rudia tena na tena. Tembea na neno hili kila mahali uendapo. Uwe China, sema naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi hii ya China. Rudia tena na tena na tena. Ndio neno ambalo Bwana ameachilia kwenye maisha yetu katika mwaka 2026. Ni neno ambalo tutatembea nalo mwaka mzima. Ni neno ambalo tutalikiri mwaka mzima. Sehemu yote ambapo Bwana amekuweka, kiri neno hilo. Zaburi ya 27 mstari wa 13. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Rudia tena na tena. Rudia tena na tena na tena na tena. Ya kuwa ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Rudia tena na tena na tena. Ukiingia kazini kwako ambapo unafanya kazi, hiyo kwenye biashara yako, hiyo umeajiriwa mahali, ukiingia ofisini kwako, ingia kwa ujasiri mkubwa. Naanza kutamka maneno mazuri juu ya ofisi yako. Tamka maneno mazuri juu ya ofisi yako. Tamka mstari wa mwaka ambao Bwana ameachilia kwenye maisha yetu. Zaburi ya 27 mstari wa 13. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ofisi hii. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ofisi hii. Tembea kwenye ofisi yako ukitamka namna hiyo. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ofisi hii. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ofisi hii. Mwaka wote tamka namna hiyo. Kila ukiingia ofisini kwako, kabla hujafanya kazi yoyote, kabla hujaanza kufanya shughuli yoyote ofisini kwako, anza kutamka neno hili la mwaka ambao Bwana ameachilia kwenye maisha yetu. Zaburi ya 27 mstari wa 13. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ofisi hii. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ofisi hii. Tamka kwenye ofisi yako. Zaburi ya 27 mstari wa 13. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ofisi hii. Rudia tena na tena na tena. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana. Nitauona wema wa Bwana katika ofisi hii. Zunguka kwenye ofisi yako. Zunguka tena na tena na tena. Ukisema ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ofisi hii. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ofisi hii. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ofisi hii. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ofisi hii. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ofisi hii. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ofisi hii. Tamka namna hiyo, tamka namna hiyo. Kwenye ndoa yako. Kwenye ndoa yako. Hata kama mambo mengi yamepita katika mwaka huu ambao unaisha, katika mwaka uliopita na kadhalika. Kwenye ndoa yako. Tamka mema juu ya ndoa yako. Itamkie mema ndoa yako. Sema ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ndoa yangu. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ndoa yangu. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ndoa yangu. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika ndoa yangu. Ninaamini ya kuwa
nitauona wema wa Bwana katika ndoa yangu. Ndilo neno ambalo Bwana ameachilia kwetu katika mwaka huu mpya wa 2026. Neno la Bwana ambalo Mungu ameachilia kwetu katika mwaka wa 2026. Unapokuwa unakiri namna hiyo, wema wa Bwana utamiminika kama maji. Wema wa Bwana utajifunua kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Utakiri na kukiri tu. Kiri tu namna hiyo kila siku. Tembea na neno hili kila siku katika mwaka mzima, kuanzia tarehe 1 ya mwaka 2026 mpaka tarehe ya mwisho 31 ya mwaka 2026. Tembea na neno hili. Hakika hili ndio ninaloliamini, ya kwamba nitauona wema wa Bwana katika kila eneo la maisha yangu. Hakika nitauona wema wa Bwana katika ndoa yangu. Nahitaji upate ndoa mwaka huu mpya 2026. Kiri neno hili. Zaburi ya 27 mstari wa 13. Ninaamini ya kuwa mwaka huu nitauona wema wa Bwana. Ninaamini ya kuwa mwaka huu nitauona wema wa Bwana. Na ndilo neno ambalo Roho Mtakatifu ameachilia kwenye maisha yetu mwaka huu. Ndio neno ambalo Roho Mtakatifu ameachilia kwenye maisha yetu mwaka huu. Ni mwaka huu 2026. Ni mwaka wa kuuona wema wa Bwana. Mwaka 2026 ni mwaka wa kuuona wema wa Bwana. Mwaka 2026 ni mwaka wa kuuona wema wa Bwana. Mwaka 2026 ni mwaka wa kuuona wema wa Bwana. Mwaka 2026 ni mwaka wa kuuona wema wa Bwana. Tembea na neno hilo, na maisha yako hawezi kubaki kama yalivyokuwa. Narudia tena. Tembea na neno hili ambalo Roho Mtakatifu ameachilia kwenye maisha yetu, kwamba mwaka 2026 ni mwaka wa kuuona wema wa Bwana. Tembea na neno hili. Tembea na neno hili. Haijalishi ni changamoto gani ambayo utakutana nayo katika mwaka huu wa 2026. Si kwamba ni mwaka ambao hauna changamoto. Changamoto zitakuwepo, lakini wema wa Bwana utaonekana katika changamoto hiyo. Narudia tena. Mwaka 2026 si mwaka ambao hauna changamoto. Changamoto zitakuwepo, lakini amini jambo hili, utauona wema wa Bwana katika changamoto hizo. Katika mwaka 2026 si kwamba changamoto hazitakuwepo. Changamoto zitakuwepo, lakini hakika katika changamoto hizo utauona wema wa Bwana. Wewe ni kijana, ni mwanafunzi unasoma, tembea na mstari huu wa Zaburi 27 mstari wa 13. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika masomo yangu. Mwaka huu wa 2026 ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika mwaka huu wa 2026. Tembea na neno hilo kwenye masomo yako. Tembea na neno hilo kwenye masomo yako. Haijalishi masomo yako ni magumu kiasi gani. Tembea na neno hilo. Unapokuwa kwenye mitihani yako, kiri neno hilo, kwamba na hili ndio niliamini hilo, ya kwamba mwaka huu wa 2026 hakika nitauona wema wa Bwana. Tamka namna hiyo tena na tena na tena, kwamba na hili ndilo niliamini hilo, ya kwamba nitauona wema wa Bwana katika masomo yangu. Katika mwaka huu 2026 nitauona wema wa Bwana katika masomo yangu. Hakika nitauona wema wa Bwana katika masomo yangu, na ndicho kitakachokuwa. Na huu ndio mstari ambao tutakao tembea nao mwaka mzima, mstari wetu wa mwaka wa 2026. Zaburi ya 27 mstari wa 13. Na hili ndio niliaminilo, na hiki ndicho ambacho kitu ninachoamini ndani ya moyo wangu, ya kwamba ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Afya yako inapitia changamoto.
Mwaka huu wa 2026 tembea na neno hilo ya kwamba ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika afya yangu. Mwezi wa kwanza tutatembea na neno hili. Mwezi wa pili tutatembea na neno hili. Mwezi wa tatu tutatembea na neno hili. Mwezi wa nne tutatembea na neno hili. Mwezi wa tano tutatembea na neno hili. Mwezi wa sita tutatembea na neno hili. Mwezi wa saba tutatembea na neno hili. Mwezi wa nane tutatembea na neno hili. Mwezi wa tisa tutatembea na neno hili. Mwezi wa 10 tutatembea nalo neno hili. Mwezi wa 11 tutatembea na neno hili. Mwezi wa 12 tutatembea na neno hili. Neno lipi? Zaburi ya 27 mstari wa 13. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Zaburi ya 27 mstari wa 13. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana. Nitauona wema wa Bwana. Nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Mwaka 2026 ni mwaka kuuona wema wa Bwana. Na mimi ninaamini. Mstari wa 27, Zaburi ya 27 mstari wa 13 unasema, ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana. Nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Tembea, amini jambo hilo. Tembea ukiamini mwaka mzima ya kwamba utauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Wema wa Bwana. Wema wa Bwana. Katika mwaka 2026 wema wa Bwana utajifunua kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Tunaweza tukajiuliza, wema wa Bwana ni nini? Maana ya wema wa Bwana ni nini? Wema wa Bwana ni nini? Kwa sababu mwaka huu wa 2026, mwaka wetu mpya, Mungu anatuambia tutauona wema wake. Ni mwaka wa kuuona wema wa Bwana. Katika mwaka 2026 ni mwaka ambao tutakaouona wema wa Bwana. Wema wa Bwana maana yake nini? Wema wa Bwana maana yake ni fadhili, ni huruma, ni upendo au ni neema ya Mungu kwa wanadamu hata pale ambapo hatustahili. Rudia tena. Wema wa Bwana, tunapoongelea mwaka 2026 ni mwaka wa kuuona wema wa Bwana. Wema wa Bwana maana yake nini? Wema wa Bwana maana yake ni upendo wake, maana yake ni huruma zake, maana yake ni fadhili zake, maana ni neema yake kwa wanadamu, kwa sisi hata pale ambapo hatustahili. Kwa maana yake nini? Maana yake mwaka 2026 tutaona fadhili zake nyingi kwa namna ambavyo hatujawahi kuona kwenye miaka iliyopita. Tutauona upendo wake kwa namna ya ajabu sana katika mwaka 2026 kwa namna ambavyo hatujawahi kuona. Tutaona huruma zake zikifanya kazi kwa namna ya ajabu mno katika mwaka 2026 kwa namna ambavyo hatujaona. Tutaona neema ya Bwana ikiongezeka kwenye maisha yetu na neema ya Bwana ikiwa manifested kwenye maisha yetu kwa namna isiyokuwa ya kawaida hata pale ambapo hatustahili. Hata pale ambapo hatustahili. Tutaona fadhili zake kwa namna ya ajabu mno. Tutaona huruma zake kwa namna ya ajabu mno. Tutaiona neema yake kwa namna ya ajabu mno. Tutaona fadhili zake, upendo wake ukijifunua kwetu kwa namna ya ajabu mno. Hata pale ambapo hatustahili, tutaona upendo wake ukijifunua kwetu. Kwa maana nyingine ya wema wa Bwana, tunaweza tukasema kwamba wema wa Bwana ni upendo wa Mungu unaotenda kazi. Ni upendo wa Mungu unaotenda kazi, unaoleta uzima, rehema, ulinzi, msamaha, baraka katika maisha ya mtu. Tazama hicho kitu. Tunaweza tukasema kwamba wema wa Bwana ni upendo wa Mungu unaofanya kazi usiku na mchana. Tazama hicho kitu. Ni upendo wa Mungu unaofanya kazi
katika maisha ya watu mchana na usiku, na huo unaleta uzima, na huo unaleta rehema, na huo unaleta ulinzi, na huo unaleta msamaha, na huo unaleta baraka katika maisha ya mtu. Wema wa Bwana. Mwaka 2026 ni mwaka wa kuona wema wa Bwana. Tutaona upendo wa Mungu ukitenda kazi kwenye maisha yetu kwa namna isiyo kuwa ya kawaida. Tutaona upendo wa Bwana ukitenda kazi kwenye maisha yetu kwa namna isiyo kuwa ya kawaida. Kwa maana ni nini? Kwa sababu wema wa Bwana unaleta uzima. Wema wa Bwana unatupa afya njema. Wema wa Bwana unatupa rehema. Wema wa Bwana unatupa ulinzi. Wema wa Bwana unatupa msamaha wa dhambi. Wema wa Bwana unatupa baraka katika maisha yetu. Wema wa Bwana. Kwa hiyo wewe tembea tu na ile Zaburi ya 27 mstari wa 13 kwamba ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Unaweza ukaandika chumbani kwako, unaweza ukaandika kwenye friji yako, unaweza ukaandika hata kwenye meza yako pale ofisini, ukabandika sticky note ukaandika, ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai.